Harmonize ametoa rasmi kabisa video yake mpya ya wimbo wa Kidedea, moja kati ya benga kali ambalo ukilitazama mlina yake ya Kidedea. Angalia namna ambavyo location iliyotumika, kuna sehemu watu wamenyanyua gari, yuko juu ya gari pale anaimba. So kwenye hii video ambayo ameitoa ya Kidedea ni moja kati ya video kali ambayo naweza kusema kwamba inaweza kuwa ni video ya mwaka. Ukiachilia mbali video ya Lala, lakini pia hii video ya ngoma hii ya Kidedea ni moja kati ya video kali sana, quality noma sana. Unaona movement za kamera zinavyoenda zinaenda hivi, movement za kisasa kabisa hivi tunazishuhudia kwa wasanii wengine huko mbele. So Director Kenny amezileta kwa msanii Harmonize, amekuja kuonesha mashabiki kwamba watu wakiamua huwa wanaweza. Hii ni kitu sahihi sana ambacho Harmonize amekuja nacho, na naweza kusema kwamba ule ukimya ambao walikuwa nao Harmonize hapo kati kidogo, huenda ndio walitumia kufanya hizi mbanga zake. Lakini pia mashabiki walikuwa wanazungumza kwamba Harmonize ni kama vile ameshuka. Kumbe ukiona Kobe kainama, basi ujue anatunga sharia, na hii ndio sharia ambayo Harmonize ameitunga na kuileta bonge moja kati ya goma kali sana. Lakini kwa mwaka huu wa 2025 hii inakuwa official video ya pili ya Harmonize. Official video ya kwanza ilikuwa ni ile ya Lala. Tunajua mwaka huu ametoa ngoma nyingi sana, lakini hakutoa official video. So hii inakuwa video ya pili ya Harmonize kutoa officially. Ukiachilia mbali ile Lala ambayo ile directiwa na Joma, lakini pia hii hapa ya Kidedea ambayo ameiongoza namzungumzia Kenny. So kwangu mimi niendelee kumpa sifa nyingi Harmonize. Mwaka anakwenda kufunga kibabe. Japokuwa mwaka alianza alikuwa anatoa tu manyimbo, lakini anatoa visualizer, audio, hakuwa anatoa official video. Kwa sababu nakumbuka mara mwisho kabla ya ngoma ya Lala pamoja na ngoma hii ya Kidedea kutoa video, mara mwisho ngoma yake ya mwisho kutoa official video ilikuwa ni ile You Better Go, ilitoka mwaka jana Novemba 2024. Mwaka huu akatoa ngoma kama X, eti nani kasema X wangu ana enjoy. Hakuitoa official video, alitoa tu visualizer. Lakini pia akatoa ngoma kama Furaha, alitoa visualizer video. Ngoma kama Yeye pia alitoa visualizer video, hakutoa official video. Ngoma na Rude Boy iko hivyo hivyo. Lakini pia ngoma na Mirben Ari Finally pia hivyo hivyo, alitoa tu audio, hakutoa video. Lakini pia Coming Home hivyo hivyo, alitoa tu audio, hakutoa video. So time hii hapa Harmonize amekuja kuwajibu mashabiki. Katoa Kidedea, hajakaa sana, amekuja kuachia video. Video ndo ninavutaka vitu kama hivi kwa msanii. Unapokuwa moto hapo hakikisha unawapa tena moto mwingine, yani kwamba wana enjoy kitu juu ya kitu. Kwangu mimi kwenye hii video ya Harmonize ni moja kati ya video kali, video nzuri, video ambayo huenda ikawa video bora ya mwaka. Nakumbuka Mario alitoa video yake ya ha. Watu tayari walishaanza kuijudge kwamba hii inawezekana ikawa video bora ya mwaka. Lakini Harmonize alipokuja kutoa video yake ya Lala akiwa na mwanadada Abigail Chams, watu wakasema hii pia inawezekana ikawa video bora ya mwaka. Lakini kwangu mimi ili chupa la Kidedea video inaweza pia likawa chupa bora la mwaka. Ni moja kati ya goma ambalo limetulia kwenye masuala mazima ya video, na nimependa namna ambavyo Harmonize alivyokuwa anacheza. Watu wengi anacheza kinakwambia digiri noma sana bana, noma sana. Harmonize amewadhihirishia wale ambao waliokuwa wanamzungumzia kama vile kashuka, amewadhihirishia kwamba yeye bado yuko pale ambapo walipokuwa hapo mwanzoni, yani bado yuko juu pale, hajashuka. So kwangu mimi nimpe hongera nyingi. Lakini pia yani Harmonize hakuendeshwa na pressure za wana mitandao kusema kwamba Harmonize ameshuka, Harmonize hivi na hivi, Harmonize video zake haziwi bora nini. Lakini hakuendeshwa na pressure za mitandao. Alichokifanya yeye ni kwamba ametulia, ameandaa vitu vikali, na sasa hivi anaviachia hivyo hapo.
vinajibu na vitu vimekuwa kikali, ukizingatia na pia promotion ambayo amewekeza zaidi kwenye hii nyimbo yake mpya ya Kidedea. Ni moja kati ya promotion kali sana. Kila ukipita Instagram Reels, ukipita pia TikTok, unakutana watu wanafanya challenge za Kidedea. Instagram pia huko watu wanafanya challenge za Kidedea, au sio? Ma content creator pia wako, ma TikToker wanafanya hivyo. So amewekeza pia kwenye masuala mazima ya kupushi ngoma yake ya Kidedea. Hapo awali alivyoitoa watu walisema ngoma mbovu, ngoma mbaya, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ngoma inaanza kuingia watu. Ngoma kali kwa sababu gani? Mtu anakuwa anaisikiza sana, anapita pale anasikia, anapita huku anaisikia, anapita kule anaisikia. So kurejelea mara nyingi sana kwenye masikio ya mwanadamu ngoma fulani, nasema mngine na mimi nikaisikilize YouTube, nikaitazame Audiomack, nikaisikilize. So hapa pia kwenye hii ngoma Harmonize amewini sana, amejua kuiwekeza, lakini hata chupa la video bana noma sana. Big shout out nyingi kwa Harmonize. Sawa, tukitoka hapo bwana, tende hapa. Kulikuwa na mjadala mmoja hivi, kama mjadala wa chini hivi, kwa msanii wa hip hop kutokea pale nchini Kenya, na mzungumzia Khaligraph, moja kati ya msanii ambaye anafanya poa sana kwenye masuala mazima ya hip hop hapa Afrika. Jana tulipata nafasi ya kuzungumza mengi na Kusa. Tunaelewa Kusa ana EP yake mpya itwayo Bumbuli Boy, na kwenye moja kati ya mikwaju iliyoko kwenye ile EP yake mpya amemshirikisha rapper kutokea pale 254, nazungumzia nchini Kenya, Khaligraph. Ngoma inaitwa Feelings, au sio? So Kusa amezungumza mengi sana, lakini moja kati ya jambo ambalo alilozungumza, alisema kwamba Khaligraph Jones ilikuwa kwanza ndoto yake kufanya naye kazi. Tunaelewa huu ni mkwaju mwingine ambao Khaligraph yuko na Kusa. Mkwaju wa nyuma ulikuwa ni Asante, ambao ni mkwaju wa Khaligraph, lakini kwa story ambazo Kusa ametupa ni kwamba ile ngoma itakiwa iwe ya kwake. So Khaligraph akaiomba na kama hivyo, so ikawa ni ngoma ya Khaligraph Jones, au sio? So sasa hivi Khaligraph ameshirikishwa na Kusa kwenye ngoma ya Feeling kwenye ile EP ya Bumbuli Boy. Kusa amezungumza mengi kuhusiana na Khaligraph, lakini alisema kwamba ndoto yake ilikuwa kufanya kazi na Khaligraph Jones, lakini pia ndiye rapa bora na rapa nambari 1 East Africa. Khaligraph kwa upande wa Kusa ndio rapa namba 1 East Africa. Ikauli watu wanaizungumza kwa namna mengi. Kwa nini Kusa anasema Khaligraph ndiye rapa 1 East Africa? Tune tukamtazame kwanza. Nikisema namba 1 simaanishi kwamba wengine wote ni wabaya. Hapana, ukiniwekea Khaligraph na rapa wa sasa hivi wengi wanaofanya vizuri wamekuja juzi tu hapa katikati. Khaligraph ni mkongwe, kwa nilianza kumfuatilia kabla hata wengine huko sijawaona. That's why nimesema ni mmoja wa rapa wangu bora na ni namba 1 naweza nikasema. Lakini Bongo kuna marapa wakali sana. That's why na approach kasi kufanya nao kazi. Kuna Mwanangu Lunya, kuna Moni Sentozoni, kuna Babao, Kantuwizi. Ni watu ambao ni wakubwa kwa sekta yao, lakini mtu hakatazi kusema anachokiona. Sawa. Kauli ya Kusa umesikia, yeye mwenyewe amethibitisha kwamba Khaligraph huenda ndio akawa rapa namba 1 East Africa. Kwangu mimi naweza nikaungana na Kusa mengi sana. Kwa sasa hapa alipozungumzia kuhusiana na Khaligraph Jones, kuhusiana kwamba ni rapa namba 1 East Africa, mimi naungana naye 100%. Cha kwanza, Khaligraph Jones ni mmoja kati ya rapa ambaye ana mafanikio mengi, hilo tunaelewa, lakini pia achilia mbali hilo, matuzo mengi. Unajua tuzo pia ni sehemu ya kipimo pia cha kupima msanii unakaa kwenye kundi gani. Unazungumzia Sound City, Afrima 2008, 2020 ameshanyakua, au sio? Lakini pia unaangalia pia kwenye digital anafanya vizuri, pia magoma yake yanasikilizwa huko, yanafanya vizuri, au sio? Lakini pia unaangalia brand pia ya msanii koje, kwa sababu hivi ndivyo vitu ambavyo pia tunapima kwa ubora na ukubwa wa msanii uko wapi, brand yake ipoje, mapato ambayo anayopata kupitia biashara ambazo anazofanya, lakini pia yeye mwenyewe kupitia hizo digital, pia hata pia kupitia makampuni endorsement haya anayo. So ukija kuangalia hizi ni moja kati ya vitu ambavyo msanii pia anapimwa, lakini pia hata majukwaa ambayo msanii anapanda kwenda kuperform.
So ni vitu vingi sana ambavyo tunasema kwamba hivi tunavilinganisha na kusema kwamba huu ni msanii labda rapa namba 1 East Africa. Kwenye hivyo vitu Khaligraph anacheza humo. Ukiangalia ana vitu vingi sana, ana mafanikio mengi, lakini pia Khaligraph ni moja kati ya marapa ambaye ukimwekea mabita aina nyingi sana hip hop anaweza akapita nayo, madrill anapita nayo, afro rap anapita nayo, au sio trap anapita nayo, mengi na mengineyo. So kwangu mimi kauli ya Kusa naungana nayo kwamba Khaligraph ni rapa namba 1 East Africa kwa vitu ambavyo anavyofanya. Sisemi kwamba nawatukana labda marapa wa Tanzania wafanye vizuri, of course wanafanya vizuri, lakini kwa sasa hivi kwangu mimi Khaligraph namba 1, rapa namba 1 kwa hapa Afrika ya Mashariki kutokana na vitu ambavyo anavyofanya. Hata pia juzi kati tu hapo ilikuwa ni kama sio mwaka jana mwishoni, basi mwaka huu mwanzoni, Rick Ross kuna clip moja alikuwa amezungumza wasanii ambao wanakubali na wanafanya vizuri Afrika. Mule alikuwa Khaligraph, pia alikuwa Rosary, lakini pia alikuwa Diamond Platinum kutoka hapa East Africa. So unaona tu hata mtu ambaye yuko nje ya bara la Afrika, yuko Marekani, anazungumzia Rick Ross, lakini pia ana appreciate na ameona mchango wa Khaligraph kwenye masuala mazima ya hip hop hapa East Africa. So kwangu mimi Khaligraph ni rapper nambari 1 hapa East Africa kutokana pia na movement ambazo anazozifanya. Nakumbuka ilikuwa ni kama mwaka 2023 Khaligraph alikuwa na tour yake kule Australia. So ile pia imemsaidia pia kueneza muziki wake na vitu kama hizo. So ni mtu ambaye ana vitu vingi sana ambavyo vinamfanya deserve kuwa rapper namba 1 kwa upande wangu mimi kwa huu ukanda wa East Africa. Ashiria mbali hapo, juzi tulipiga story pia na Country Wiz. Yeye ni msanii wa hip hop, naye pia akafunguka mengi, lakini kuhusiana na jambo kubwa ambalo lifunguka moja wapo ni hapa kwenye masuala mazima ya hip hop, thamani ambao wanaoipata wasanii wa hip hop kutoka hapa nchini Tanzania. Akasema kwamba hawapewi thamani ile ambayo inayostahili, pia connections na kwa mbovu, hamna connection nyingi sana kwa wasanii wa hip hop, au sio? Akatolea mfano kama nchi ya Kenya, Khaligraph anafanya vizuri, wameendelea kwenye music, au sio bana? Twende tukaelezame kwanza hii kauli ya Country Wiz, alafu tukirudi tujadili tena. Tupati sababu sasa tunabaniana nyenye kwa nini tunaogopa kuipa thamani rap. Yaani tungekuwa tunapata tungekuwa tushajiona. Yaani tujione, ndio maana huwezi kumuona rapper yoyote unaweza kusema yuko international kwa uhakika zaidi. Lakini tunachokifanya marapa tunajaribu kujiweka ki-international. Yaani tunajaribu kufanya kwamba kujiweka, kujiposition. Hata mtu akija kutaka kufanya biashara na kuta watu wako tayari. Umeelewa? Ni kwamba tunajiweka tu katika hali ya utayari, lakini milango connections hakuna mjomba wangu. Wasanii ni wale kwenye mafestival wataitwa wale wa kuimba wanaonekana waimbaji, wasanii wa rap ni wauni. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana nao, ndio maana tunajaribu to keep ourselves smart, kujiposition, lakini bora kina Khaligraph Kenya wameendelea. Kenya kwa muziki they are good. Yaani anaenda Khaligraph, you can see ana move sana, umeelewa Lakini bongo bado hata wawekezaji bro, hamna mwekezaji wa hip hop. Kwanza mimi watu wananishangaa, unawekeza kwa wasanii wa rap, Fresh Boys nini, watu wanakuwa wananipagawisha na wanaona kama vile napata hasara. Imagine yani watu wanakuwa wanakufuata mzee, hiyo ni hasara. Kwa hiyo tayari kuna mindset ambayo inatakiwa tuife na wenye michongo waachie. Like nadhani kwenye rap tutafika kwa haraka zaidi kuliko waimbaji. Trust me. Na isichukuliwe vibaya. Yani kwa rap itafika haraka zaidi. Yeah. Well, kauli ya Country Wiz na tafsiri vingi ndani yake. Anavyosema kwamba Kenya wameendelea kimusic, Khaligraph anafanya vizuri, pale alikuwa amemlenga Khaligraph Jones kutokana na movement ambazo anazozifanya. Khaligraph ni msanii ambaye ana connection pia nyingi sana. Tumeshuhudia baadhi ya collab kadhaa hivi na wasanii kutokea ukanda wa magharibi, ukanda ambao pia unakubalika kimusic. Tunaamini kwamba msanii kitokea amefanya kazi na msanii kutokea ukanda wa magharibi, nazungumzia nchi kama Nigeria, basi kwa namna moja ama nyingine inakuwa ni njia rahisi kwake ya kwenda duniani, kwa sababu Nigeria ni taifa ambalo la kimusic na liko karibu sana na dunia kwenye masuala mazima ya kimusic, wanalitazama sana. So hata pia kwa upande wa Khaligraph alifanya pia collab na baadhi ya wasanii kutokea Nigeria, Ghana, alifanya nao kazi. Unazungumzia kina Aisha,
kufanya nao kazi hivi Sakodai. So kwa upande wangu mimi, he is deserve, anachokifanya Khaligraph anastahili. Kauli ya Kanchuizi imedhihirisha kweli kwamba kwa namna kama game la hip hop hapa Bongo halitiliwi maanani sana kuanzia kwenye promoter shows, lakini pia hata wasanii wenyewe kwa wenyewe wanafunjiana na nini. Hilo linafahamika kwamba kufunjiana kwenye game nzima ya entertainment iko hivyo. So big shout out nyingi kwa Kusa. Ameweka dhahiri shairi upande wake ni upi kwamba anachokifanya Khaligraph ni kikubwa na mwenyewe na ki-appreciate. Lakini pia big shout out nyingi sana kwa Khaligraph kwa sababu kazi zake nzuri ndizo ambazo zimefanya baadhi ya wasanii kutokea hapa Bongo kumsifia. Anamzungumzia Kusa, lakini pia anamzungumzia Kanchuizi ambaye pia amesifia muziki wa Kenya, lakini pia amesifia Khaligraph Jones. Kama unabisha, nirusha maoni yako hapo chini. Na hii ni Kawabe Media, YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X. Tunabaluza at Kawabe Media. To make from Abu Bakri Mwana Juma Abubakri, and this how do. Bye bye.